Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasaha leo iende wanawake au mama zetu, dada zetu, kwa sababu ni sifa ambazo kwamba wamejipamba nazo hizi ambazo kwamba tunazozieleza. Mwanamke wa Kiislamu hahitajiki awe ni mtu mwenye kuzungumza sana, kwa sababu Qur'ani imekataza wacha mwanamke hata mwanamume kuwa ni mwenye mazungumzo yasiyokuwa na mipaka. Bwana Mungu Jalla Jalalu katika Al-Qur'an Karim asema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina nas. Hapana khairi kwa minong'ono mingi. Khairi ni yule ambaye kwamba mwenye kuamrisha utoaji wa sadaka au maarufin au jambo jema au islahin baina nas au kusuluhisha baina ya watu, ndio mazungumzo yenye khairi. Lakini mazungumzo yasiyokuwa na maana hayana khairi. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kutuambia yule ambaye ni mchukivu kwangu mimi na yule ambaye yuko mbali na mimi siku ya kiyama ni wale athartharuna walmutashaddiquna walmutafahhiquna, wale wenye mazungumzo mengi, mazungumzo ya kujisifu wao na kuwadharau wengine, mazungumzo ambayo kwamba mutafahhiquna, kwamba hataki mwingine azungumze isipokuwa ni yeye tu asikizwe, yeye ndiye kuzungumzisha, yani mazungumzo ya kibri. Hawa ni watu wasiopendeza kwa Allah na kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wako mbali na Mtume siku ya kiyama. Mwanamke wa Kiislamu sifa hii unayo, wapenda kuzungumza sana, mazungumzo yasiyokuwa na maana, wapenda kukatia watu mazungumzo, yani wewe peke yako ndio usikizwe, wapenda kujisifu na mazungumzo na kudharau wengine kwa mazungumzo yako. Ni sifa mbaya. Achana na sifa kama hii ikiwa atakakuwa na Bwana Mtume Muhammad siku ya kiyama. Asadallahu qadakum ila liqa wa shukran jazilan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.